Mala hii ni mtu wangu linatoa Campus Chronicles. Mimi naitwa Rio na hii ni Zuro TV. Usiache kusubscribe, kucomment, kushare na kubonyeza alama kengele ili uwe sehemu ya familia hii kubwa. Sasa tuanzia pale ambapo tulishia kwenye episode ya 5. Kewa akatoka nje analia kishenzi baada ya kujua babake Jonathan ndo baba yake mzazi. Akakumbuka kipindi akiwa mdogo aliendaga na bango linasema kuwa yeye ni uzao wa Lucy pamoja na Douglas. Siku hiyo mzee akampa msosi akapiga vibaya mno maana alikuwa na njaa ile mbaya. Akaomba kama vipi akae na baba yake maana mama yake hamjali kabisa kwa sasa. Lakini mzee akuvutiwa naye kabisa. Zaidi akaonekana kumjali mtoto wake mwingine ambaye alikuwa anaishi naye nyumbani ambaye ndio Jonathan sasa. Mwisho akamwambia kuwa hataki tena kumuona kwenye maisha yake na kama akimsogelea atamtafuta mama yake, bibi yake na kila mtu ambaye yuko karibu naye atawaua wote mmoja mmoja. Akampa na kitita cha pesa pale ili kila mtu apite njia yake. Baba anamkana mtoto wake. Kewe kila kilikumbuka ili tukio, mwili unaishiwa nguvu kabisa, ana maumivu makali sana moyoni mwake. Huku ndani muda wa kumtangaza mshindi ukafika. Douglas akasema, mshindi ni watu kimya. Miss Amira Gabal. Shangwe kubwa sana likalipuka hapa ukumbini. Hili ni shindano la kwanza kufanyika hapa chuoni na huyu ndo mshindi wa kwanza isee. Basi shangwe lilikuwa ni jingi mno hapa ukumbini unaambiwa. Fatima na Ozi wakatoka na hasira kinoma yani. Wanaona kuna upendeleo umefanyika hapa. Mara wakamuona Kewe amekaa. Wakataka kujua kama mchizi yuko sawa. Lakini walipomshika tu akazimia pale. Ikabidi wampe msaada sasa. Huku Amira alikuwa na wasiwasi sana hajamuona Kewe. Bella akasema alikuwepo tu lakini hajui yuko wapi kwa sasa. Basi tumtafute. Jamani, baba yake Jonathan anatupeleka kupata chakula. Hebu fikiria kuhusu bata. Unataka kumtafuta nani tena? Pale akaja Soma na Princess. Soma akampongeza sana Amira kwa ushindi pale na nini, na wao wakampongeza Soma kwa sauti nzuri maana anajua kuimba vibaya mno. Mara Amira akapokea message ya Jonathan. Inawataka wajiandae kwa ajili ya kwenda kupata chakula cha jioni. Tunaenda wapi? Baba yake Jonathan anatupeleka dinner na Princess tuende naye basi. Sawa, haina shida, twendeni. Fatima akamleta Kewe chumbani kwake, lakini Ozi hakutaka kabisa mchizi endelee kubaki humu ndani, maana watu wakijua tu itakuwa ni msala mzito. Fatima akakataa, lengo lake ni kumsaidia mchizi aisee. Pale Kewe akaanza kuweweseka, haiwezekani, mimi na Jonathan ni ndugu. Hizi taarifa ni ngeni sana kwa Fatima. Yule Douglas alitutelekeza mimi na mama yangu, akampenda zaidi Jonathan, akaacha kunipenda mimi, akampa kila kitu yeye. Haiwezekani. Fatima akamtuliza sana mchizi hapa. Upande wa Amira huku wasiwasi ni mwingi mno. Kewe hadi hivi sasa hapokei simu wala kujibu meseji. Bella yeye alikuwa anampigia debe Jonathan tu kwa sababu ya utajiri wake alionao. Yana anachojali ni pesa tu. Bella hajali kama mwenzake anajihisi vipi kwenye moyo wake wala nini. Mwisho Jonathan akawapigia waende kwenye dina. Walipofika eneo la tukio, Jonathan akakaa karibu na Amira. Bella hakupenda kabisa hiki kitu. Alitaka yeye ndo akae karibu na Amira. Vitu kaa hizo mtu wangu. Waisa akamwambia unaweza kukaa hapa, kuna nafasi. Japo hapendi lakini atafanyaje sasa? Lazima aende akakae na Waisa tu. Sasa Amira akamuulizia Kewe kwa Jonathan, lakini dogo akakaza kishenzi yani. Anaona kama anadhalilishwa hivi. Yani amekaa naye karibu afa anamuulizia mwanaume mwingine. Si dharau hizi. Basi bana, baadaye mzee akarudi kuendelea na sherehe. Sasa kutokana na ushindi wa Amira akampa milioni 1 kama zawadi. Walishukuru kishenzi hapa. Kisha wakaenda kupiga msosi mtu wangu. Baada ya muda kila mmoja akatoka amefurahia kishenzi kwa kila ambacho kimeendelea hii leo. Amira akawaahidi wote atawapa pesa ambayo ameipata. Vitu kaa hizo mtu wangu. Basi ilikuwa ni shangwe tu hapa. Jonathan akaomba zungumze na Amira. Wengine wote wakasepa isipokuwa Soma pamoja na Princess. Mchizi kabidi aulize, nyie ndo wameondoki? Tunaondoka. Wakawa wamesepa. Lakini Amira alikuwa bize muda wote na simu. Akasema na wasiwasi sana na Kewe. Mwisho Jonathan akasema anampenda Amira. Amira naye akasema nampenda pia. Sio hivyo, nahitaji tuwe wapenzi. Amira akashangaa, akakosa hadi jibu naambiwa. Mbona ghafla? Najua ni ghafla, lakini nifikirie hilo. Jonathan, wewe ni rafiki yangu. Sitaki tuharibu urafiki. Mahusiano yanavunja sana urafiki. Mahusiano pia yanajenga. Niamini mimi, sitakuja kukuumiza. Sina hisia na wewe. Inauma kishenzi kuambiwa hivi. Asikwambie mtu. Sawa, lakini unaweza kulifikiria pia. Amira akakubali ili yaishe tu, akawa amesepa. Nikwambie tu kwamba hakuna kazi ngumu duniani kama kumtongoza rafiki yako. Ni ngumu sana mtu wangu. Soma alipofika hostel akasema amesahau kitu kwenye gari ya Jonathan. Princess akajua ni wivu tu namsumbua hapa. Unampenda Jonathan, lakini yeye anampenda Amira. Sio kweli, Amira anampenda Kewe, sio Jonathan. Hivi na wale ni marafiki zako? Unamaanisha nini? Kwa nini hawasemi kuhusu kipaji chako? Amira na Bella walinipongeza, hujasikia? Kwenye pati hakuna hata mmoja aliyekuzungumzia wewe. Princess akahisi wameanza kumtenga Soma. Amira amejawa na mawazo kinoma isee. Hadi sasa hivi Kewe hajulikani wapi alipo, lakini pia hata simu hapokei wala message ajibu. Bella akamletea kinywaji huko anaongea muda wote. Amira hakuwa huko kabisa. Alikuwa anaona kama anachanganywa tu hivi.
Upande wa pili huku Kewa akashtuka akajikuta yuko chumbani kwa Fatima. Alifoka kishenzi yani. Akataka kutoka lakini Fatima akamkataza. Akamwambia akitoka tu sasa hivi hapa ataonekana na atawaambia alikuwa anafanya nini muda huu kwenye hostel ya wanawake. Mchizi ikabidi awe mpole tu. Huku Jonathan hana wasiwasi kabisa. Mara kaja Waisa. Kewa bado hajarudi? Ndiyo, hatakuwa wapi sasa? Sijajua ise. Hebu fikiria kipindi Jonathan alipokuwa haonekani, Kewa alikuwa na wasiwasi sana. Lakini yeye hata ajali kabisa. Anawaza mapenzi tu. Si mnamuona Waisa akampokonya simu yake. Akakuta mwana anaangalia namna kumfanya mwanamke ampende. Jonathan akawa mkali kishenzi yani, maana siri yake imebumburuka. Una mpango wa kumwambia Amira kuwa unampenda? Mchizi akasema shamwambia. Akasemaje? Akaniambia atafikiria. Hapa nahangaika ili anikubalie. Waisa akasema zawadi zinawavutia sana wanawake, lakini pia wanapaswa kupanga deti ili watoke pamoja na nini vitu kaa hizo mtu wangu. Jonathan akashukuru kinoma ise, maana akapewa mawazo mapya kabisa. Waisa akakutana na Bella kwa mbwembwe mno. Waisa anampenda kinoma Bella, lakini Bella hajawahi kabisa hata kumfikiria. Hebu imagine. Waisa akasema anataka kumwambia anachokijua. Kitu gani ambacho unakijua mimi sikijui? Mimi vyote navijua. Kuna vingine navijua ambavyo wewe huvijui. Kwa sababu anajua. Waisa akataka kusepa. Bella akatamani kujua hicho kitu ni kitu gani, maana najishebendua tu hapa. Waisa akasema Jonathan amemwambia Amira kuwa anampenda, kisha kasepa. Bella akatamani kujua zaidi kawaje hapa, lakini aliyemwambia ndo kashasepa, ikabidi amfukuzie. Bella alimtafuta Waisa kinomani. Raha ya ubuyu wa zenji lazima umalize, la sivyo utabaki na tamaa tu. Mara Waisa akamshtua Bella. Bella akadondosha vitabu vyake vyote. Sasa wakati wanaokota wakajikuta wamegongana vichwa. Inauma hiyo. Wakataka kuokota tena, wakagongana kwa mara nyingine. Baadaye mchizi akamwokotea vitabu bibie. Waisa akasema inaonekana Amira anampenda sana Kewe kuliko Jonathan. Bella akashtuka. Yule msichana mjinga kumbe anakataa utajiri, mafanikio. Anamchagua Kewe ambaye ananuka jasho tu. Mbona mimi simuelewi huyu mjinga? Waisa akasema Kewe ni mtu poa sana, lakini sio kwa ajili ya Amira. Bella akamshika bega Waisa. Mwana akalibusu bega. Yaani chochote ambacho Bella anakifanya kwa Waisa kinageuka kuwa dhahabu. Jonathan anamfaa Amira. Sijui ana shida gani yule. Ndio maana hajakuambia. Itakuwa unapanga harusi kubwa kichwani wewe. Hiyo ndo kazi yangu mimi. Ikabidi uungane kumshawishi Amira ili awe na tajiri Jonathan. Waisa naye ana jambo lake hapa. Lakini Bella hataki kabisa mazoea na Waisa. Si unaona Sasa Kewa amerudi chumbani, hataki kabisa maelezo. Anatoa nguo zake zote yani. Haongei na mtu hapa. Wala hataki mazoea na mtu yoyote yule. Akapaki vitu vyake, anaondoka umndani. Sasa Jonathan akamziba njia hadi aongee. Toka kabla sija kufanya kitu ambacho wote tutakuja kujutia. Mchizi akatembea ise, hataki mazoea kabisa hapa. Jonathan yeye haelewi kitu. Nini ambacho kinaendelea hapa sasa? Wakati wanatembea njiani, Amira akamwona Kewa anapita. Alimuita sana lakini mchizi hakuwa anajali kabisa. Wakabaki hawaelewi nini ambacho kinaendelea. Maana mchizi alikuwa rafiki yao kinoma yani. Ghafla tu kawatema. Amira akawa ni mtu wa mawazo tu muda wote. Anampenda sana Kewe lakini ameanza kumtenga bila sababu ya msingi. Yani hiki kitu kinaitesa sana akili yake. Jonathan akawa anajitoa sana kwa Amira. Wakati huo Soma anatazama tu kila kitu ambacho kinaendelea. Washikaji wanafanya kila kitu kwa ajili ya wapenzi wao. Lakini mapenzi yanamtesa sana Soma huko. Yani mchizi ni kwamba anapenda sehemu ambayo hapendwi. Lakini sehemu ambayo anapendwa yeye hapendi. Ndo maisha alivyo hivyo Si mnayaona Hapa chuoni mitihani imemalizika rasmi. Bella akasema yeye haendi nyumbani, atabaki na Jonathan anakula bata kidogo. Akasema atamwambia mama yake kuwa kuna kazi ya kufanya hapa chuoni, kwa hiyo hataweza kurudi nyumbani. Bella akamshawishi na Amira pia siende nyumbani, lakini Amira akagoma. Akasema wazazi wake wanamsubiri, lazima aende tu. Jaribio la Bella kumshawishi likawa limefeli. Upande wa pili Fatima akakutana na Kewe, akamziba njia. Anataka kuongea naye hapa, lakini bwana hataki kabisa hata kusikia chochote kutoka kwa Fatima. Fatima akasema anajua Kewe na Jonathan ni ndugu. Kewe akashangaa kinoma yani. Amejuaje huyu mtu? Ulisema mengi sana ule usiku. Ulisema kuhusu Mheshimiwa Douglas na uhusiano wako na Jonathan, lakini siri zako zote zipo sehemu salama. Usije kumwambia chochote Jonathan. Fatima akaanza kujikosha hapa. Mwana akamkataa mazima. Si hautaki Jonathan ajue ukweli, si ndio? Fatima akadondosha pochi makusudi tu. Msaidie msichana anayejua siri zako kuokota pochi. Mchizi akatia gizo tu. Lakini Fatima kawaya ise. Hii siri itamtesa sana Kewe inavyoonekana. Si mnamwona Fatima Wakati Soma anapanga nguo zake, akaja Princess hapa. Akasema marafiki zake watakuwa nyumbani kwa kina Jonathan. Lakini fahamu tu kuwa wamekuondoa kwenye ile kundi lao. Najua unampenda sana Jonathan, lakini anavyomwangalia Amira na ni mzuri kuliko wewe. Hebu acha, yeye tayari ni Miss Chuo. Kwa nini anamtaka mwanaume wako? Sio sawa. Soma katoka kwa hasira vibaya mno. Kuna mchezo kachezwa hapa. Soma akajifanya naumwa kishenzi yani. Wakamuita Jonathan. Alipofika, Princess akajifanya kuna kitu anafuata. Kwa hiyo akawaacha wawili wakae hapa. Soma alifurahi kishenzi yani. Jonathan akawa busy na simu. Kuna mahali unaenda? Ndiyo, nilimwahidi Amira nitampeleka dina. Anaondoka kesho. Soma roho ikamuuma kinoma yani. Ikabidi amtumie message Princess. Akamwambia baki nje kwa muda ili ampotezee muda Jonathan asitoke
na Amira. Princess naye akakubali, akatia agizo, akakaa nje, huku Bella analalamika kinoma muda umefika, lakini mchizi hajatokea hadi hivi sasa. Amira haelewi kwa nini Bella kalishikilia sana hili la kutoka na Jonathan, halafu yeye kwenye huu mtoko hayumo, na kalishikilia kweli kweli yani. Bella akasema namtoka na Waisa. Kajipa mtoko ambao haupo kabisa. Amira akalijua hili, huu ni mpango umetengenezwa. Acha tuone. Basi bana, Bella akaja chumbani kwa Soma, akamtaka Jonathan aende akaungane na Amira. Kweli bana, mchizi akatoka na nini, lakini muda huo Soma amemind kinoma yani, maana mpango wao umevurugika ise. Yani mtu kaja kavunja kabisa mpango wa mtu. Upande wa pili huku, kwa mara ya kwanza Amira amepokea simu ya Kewe. Mchizi akasema anataka kumuona yuko nje. Amira akatoka chapu kwenda kuonana na mchizi, maana anampenda sana. Sasa walipokutana, Kewe akamwomba kama vipi waende wakatazame filamu pamoja. Amira akakubali, kasahau kabisa kama anamtoka na Jonathan. Sasa baada ya mpango kuvurugika, Princess ikabidi arudi tu ndani. Kwa hiyo Bella naye anasepa hapa, watu wamemind vibaya mno. Soma anampenda sana Jonathan hadi anapitiliza yani, si mnamwona? Baada ya muda Kewe akamrudisha Amira hostel. Kewe kila akiulizwa kuhusu mzee wake yeye huwa anasema ameshakufa. Kisha mchizi akaomba samahani kwa kutokuwepo wakati anashinda na nini vitu kama hizo mtu wangu. Amira naye akawa amemsamehe mchizi, maana anampenda, hawezi akakunja moyoni. Wakati huo Jonathan alikuwa anawatazama tu. Mchizi akamfikisha Amira hostel na akamwambia atampeleka kesho stand kama vipi. Basi Amira alifurahi kishenzi yani. Sasa Amira anampenda sana Kewe, huwa anafurahia sana kutumia muda naye, huku Jonathan anaona kila kitu ambacho kinaendelea. Basi roho inamuuma kishenzi yani. Amira akarudi anafuraha kinoma yani. Bella alikuwa anamtazama tu haelewi. Wewe ulitoka na Kewe? Ndiyo. Kwa nini? Una shida gani? Ulipaswa kutoka na Jonathan. Amira ndo akakumbuka. Alipotazama simu akakuta Jonathan kampigia mara 24. Simu aliiweka silent aisee. Pale pale mchizi akampigia, akasema yuko nje. Amira ikabidi atoke tu kwenda kuonana na Jonathan. Huku nje Jonathan alikuwa amemind kinoma. Amira lilijua hili, kwa hiyo alipofika tu akaomba samahani kwa alisahau. Jonathan akasema ni kosa lake, maana hakufika ndani ya muda ambao walikubaliana hapo awali. Basi tufanye semester ijayo. Usijali, nimekuona wewe na Kewe mmetoka pamoja. Alinialika tukaangalie movie. Sawa, nilikuwa nimepaki nje au kuniona. Ulikuwa sahihi. Sikupaswa kuchanganya hisia na urafiki, wala sikuhitaji kukuomba tutoke pamoja. Mchizi amekubali waendelee kuwa marafiki hapa. Unaenda vipi nyumbani? Naendesha. Vipi wewe? Kewe atanipeleka stendi kesho. Sinikukatia tiketi ya ndege? Hapana, umefanya vitu vingi sana kwangu Jonathan. Asante. Mtazamaji, nikwambie tu kwamba usilazimishe hisia sehemu ambayo anahitajika maamuzi. Utateseka sana ise. Siku ya kuondoka Kewe akaja kumchukua Amira. Mchizi akafika kaanza kuongea na Amira na nini kama hajamuona Bella vile. Bella alikasirika, huyo anamchukia kinoma kwa sasa Kewe, maana ndo anaharibu mipango yake ise. Princess akashuhudia kila kitu ambacho kinaendelea, kwa hiyo ikabidi atoke hapa ampelekee taarifa Soma. Alipofika tu akasema Amira alikuwa na Jonathan jana, leo yupo na mwanaume mwingine. Nani? Kewe. Nafikiri wanaenda airport au stendi. Princess akamtaka badili nguo ili akaonane na Jonathan ampeleke nyumbani. Sasa Jonathan wakati anaongea na mama yake akasikia mtu anagonga mlango. Alipofungua alikuwa ni Soma, amekuja kuomba mpeleke airport aisee. Jonathan akakataa. Soma akasema ningemwomba Kewe lakini kaenda na Amira. Kampeleka wapi? Wameenda stendi, kwa hiyo unipeleki. Mchizi akamtaka atafute usafiri tu, yeye haendi popote pale, maana roho inamuuma kishenzi yani. Sasa Bella akiwa hapa akaja mama yake akashtuka kinoma yani. Unafanya nini hapa? Akasema amemtafuta sana hajampata, kampigia simu yake na kata tu. Ndo akaelekezwa bustanini, kwa hiyo akaja kumkuta hapa. Mama akasema amekuja kuwachukua watoto wake. Hiki kitu akipendi kishenzi Bella. Sijakununulia hizi nguo lakini ni za Amira, kwani kuna ubaya? Mama akamtaka afungashe vitu vyake na avae nguo alizomnunulia, kisha wapige picha posti Facebook. Mama ni mtu wa Facebook sana huyu. Watu wanaweza kufikiria nina mtoto, kumbe ni kichomi tu. Huku Kewe anafuraha kishenzi yani. Anakumbuka alipokuwa anampeleka Amira stendi, namna alivyokuwa anaongea, kila kitu kilikuwa ni furaha kwake. Sasa alipomaliza tu kumbukumbu zake, ila anageuka akakutana na Jonathan. Jonathan anataka kuongea na mchizi. Mchizi hataki kabisa mazoea naye. Umeharibu urafiki wetu bila maelezo. Nataka maelezo. Sina cha kukujibu Jonathan. Unadhani wewe ni muhimu sana eh? Sikia, nilikuchagua mimi wewe. Kila mmoja anatamani kuwa na urafiki na mimi, lakini nikakuchagua wewe. Hauthamini hilo eh? Unaongea nini wewe? Unadhani nataka urafiki na wewe? Wewe ni nani? Wewe ni mjingu uliyepo karibu na nguvu tu. Yaani kwa sababu unatembelea gari ndio utembee kama mfalme hapa. Usimuingize babangu kwenye hili. Baba yako ni mwanasiasa tu. Wewe ni nani? Jonathan akamind kinoma, akaanza kurusha ngumi hapa. Si mnaziona hizi ngumi? Hizi ni ngumi za kishua. Washua ndo wanarushaga hivi. Mwisho ugomvi ukawa mkubwa hapa, maana Kewe naye hakutaka kabisa unyonge. Sasa wote wakafikishwa ofisi ya nidhamu. Mzee alipofika alilalamika kinoma yani. Yeye anamtetea mwanae tu. Alifoka kishenzi hapa. Kwa nini unaniangalia hivyo? Nitaharibu kila kitu chako. Mwalimu akasema uwezi kuongea na mwanafunzi hivyo mkuu. Kwani huyu babake ni nani? Anapaswa afukuzwe shule kabisa.
na mwanao pia mkuu. Hapa tuna sheria zetu, kama tukizifuata wote watapata adhabu hawa, na kwenye hii kesi lazima wote waandike barua ya kuomba msamaha. Mzee akaondoka na mwanaye hapa. Lecture akasema ameona video kwenye CCTV. Jonathan ndo kamchokoza mchizi, lakini ulipaswa kuepuka huu ugomvi. Mkuu akamtaka asijiingize tena kwenye ugomvi aisee, na akamtaka awe makini sana kwa kipindi hiki. Sasa wakati anapita njiani Kewe akatekwa na wahuni bana, wakampakiza kwenye gari kisha wakaondoka naye, wakaja kumtupa kando ya barabara. Mzee aisee alikuwa amepigika vibaya mno. Na huo ndo kama mwisho wa sehemu ya 6 tambala hili mtu wangu, tukutane sehemu ya 7. Mimi naitwa Rio na hii ni Zuro TV. Usiache kusubscribe, comment, kushare na kubonyeza alama kengele ili uwe sehemu ya familia hii kubwa. Hadi wakati mwingine, bye.